kukusaidia. Mimi mwili wangu ni kama vampire. Mimi hata nile vipi yani. Kilo zangu ni 54 hizo yani. Nimeshinda bingwa. Mimi nilikuwa namuomba Mungu mambo yaende hivi chini. Spend spotlight. Okay. Polisi kwanza gari iko wapi? Niambia ni mtumio of gari kwa nyumba yako wakantia ndani. Kaenda kama masaa mawili. Hapo yenyewe nilikuwa napambania asilia 25. Yaani nilikuwa nikiipata kwangu mimi ni wani. Kwa sababu watu walikuwa wanajua mimi stoboi kabisa. Sisi tunaona kwa nyumbani akanichapaga shit. Mbona kwa nyumbani utalipa nini? Sio watoto shakuwa mtoto wa mjini. Story Yangu Podcast. Utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi, mambo ni aje? It's another beautiful day ambayo tumekutana tena kwenye episode nyingine ya Story Yangu. And today tuko na mgeni ambaye ni mtu wa vipaji vingi yani. Tutasikia mengi sana kutoka kwake. By the way, ni mpambanaji sana, lakini pia tumemwona kwenye vitu vingi sana. And ni moja kati ya watu ambao walikuwa recommended pia kupitia mashabiki kama watazamaji ama wafuatiliaji wa Story Yangu Podcast. So wao ambao wali request kumuona mgeni wa leo, nafikiri ya wish imekuwa fulfilled. Usisahau kusubscribe kwa YouTube channel ambayo ni Story Yangu Podcast. Episode zetu zinatoka kila baada ya wiki 2 na tuka episode moja. Kwa hakikisha unakuwa karibu na sisi kwa sababu episode zetu ni lazima uburudike, lazima ujifunze, lazima uenjoy, na kama kijana unatoka na madini mawili matatu alafu inakuwa ni unyama sana. Mgeni wetu wa leo sisi tunamjua kama photogenic mtoto, ila juzi ametuambia kwamba kuanzia sasa tumuite Joel Matiku. Hataki tena hilo la photogenic mtoto, ameshakuwa mkubwa, sio photogenic mtoto tena. So yeye ndo mgeni wetu wa siku ya leo. Tunamjua kama mpiga picha, lakini pia shoot videos kali sana, angles tofauti anatuoneshaga, lakini pia swala kula iko sasa content designer, yani mwana maudhui wa mitandaoni, lakini pia ni comedian. So unavyosema ni vipaji vingi, nafikiri mmeviona. Lakini ana studio ambayo inahusika na sala picha, videos na kuprint t-shirts, picha, yani vitu vingi sana ambavyo ni unyama vyote, creativity ambayo imeenda shule. So leo tutasikia story yake kuanzia chini huko, tushakumwona kwenye bingwa mpaka amefika hatua ya kufungua pia studio yake. Yote tutasikia leo, so usiende kokote. Photogenic mtoto bwana. Hapa ana Joel Matiku. Mambo. Poa kama karibu bwana. Asante sana. Okay, so mimi nimeshakutambulisha kwa vile vichache ambavyo tunavijua ama vile ambavyo unatuonesha namna ambavyo watu wanakuona. Wewe binafsi unaweza kutuambia huyu Joel Matiku ni nani? Au unajua photogenic mtoto tuna haki ya kuitumia mpaka miezi 3-4. Sawa. Mbona tuisahau? Joel Matiku huyu ni mimi. Yaani unajua kuna photogenic mtoto ile ni mtandaoni kwamba comedy sio nini. Then Joel Matiku ni mimi, maisha yangu mimi mwenyewe. Okay. Tuanzie wapi? Tuanzie kwenye kuacha jina au tuanzie wapi? Sasa hata huko wewe tu utakuwa unajishughulisha navyo ndo. Okay, mimi nilianzaga kwenye comedy. Okay. Yeah, nakumbuka mimi nimeanza comedy 2013. Okay. Niko form 3. Okay. Hello. Ndio nimeanza comedy 2013, nilikuwa nasoma Tanzania. Kwanza pale niko form 3 mpaka form 4 nilikuwa natumia simu. Nilikuwa sina hata watu, yani kuna wanangu kama wawili hivi, watatu wanne ndio ambao nilikuwa nawatumia. Okay. Na mimi kwanza comedy ilianza kama bahati mbaya, yani sio kwamba eti nilikuwa najua I'm gonna be a comedian, sijui, hapana. Ila kitu ambacho nilikuwa nacho moyoni since kitambo, kipindi hicho nikiwaangalia Patrick yule na Jennifer, unajua zile sababu ukiangalia kina Kanumba pale kina Patrick na Jennifer, ngasema ipo siku na mimi nitakuja kuonekana kwenye TV. Yaani kama sio kwenye TV basi hata nyuma lakini nipo kwenye production zima. Hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nayo moyoni since niko shule ya msingi. Hiyo yote kutokana nikiangalia kina Patrick, Jennifer, nilikuwa navutiwa. Yes. Na pia msho wangu mimi alikuwa anapiga picha kwa sababu baba yangu naye ni mtu mambo mengi. Kwa hiyo kuna kipindi fulani akawa anapiga picha, kwa hiyo nikawa namuona ni mtu ambaye anaweza akashika kamera akakupa tu fanya na kuelekeza, kwa nikawa navutiwa. So nilipokuwa Tanzania nilifaulu kwanza, kuna shule kule Kigamboni inaitwa Kibuguma, mama akanihamisha, akamwambia itabidi ukasome Tanzania. Sababu mimi nilikuwa na akili, yani nina akili. Smart. Very smart. Shule ya msingi 10 bora kuanzia huko darasa la kwanza mpaka namaliza ni 5 bora. Kwa hiyo nilipofaulu shule za Kigamboni kule, unajua wazazi wanasema huyu akisoma huko ataharibika.
tumhamishe shule. Umeona, kwa mama akatafuta kweli uhamisho, nikapelekwa Tanzania. Sasa kupelekwa Tanzania nafikiri ndio changing yangu mimi sasa, photogenic ilienda kupatikana Tanzania. Ni kitu ambacho nakiona, kwa sababu kama ningebaki Kigamboni sidhani kama ningekuwa photogenic. Umeona, sababu maisha ya Kigamboni na ukivuka mjini ni tofauti, unakutana na watu tofauti, yani lifestyle tofauti. Kwa hiyo nilipohamia Tanzania ndio nikaanza kujifunza mambo ya modo. Umeona, kwa mitandao, sijui Facebook, sijui nini, sababu tunakutana na watoto wa mjini. Life ni tofauti. Kwa hivyo kukutana sasa ya mambo ya mtandao nini, ndo nikaanza kuwa interested sasa na mambo. Kipindi hicho mnaenda kupiga picha location, yani mnabeba manguo, mnakutana post, mnabadilishia barabara. Kipindi hicho sasa mnashindana likes. Yaani unajua kishule sijui Tanzania na mnazi mmoja, tunaenda tunapiga picha, tunashindana likes. Mtu likes sana tunashindana kukuta mtu na likes 10 sijui 20. Umeona? Kwa hiyo sasa comedy mimi ilianza. Kuna siku nakumbuka nilikuwa Kimara kwa baba yangu mdogo hivi. Kulikuwa sio Kimara, kuna miporomoko. Kwa hiyo kuna lidude nilikuwa nakaa na slide naenda nalo chini. Hasa wakati ambao na slide kwa mdogo wangu nimpa simu anirekodi. Ile na slide lidude lilipofika katikati likabinuka. Lilipobinuka nikaanguka mimi nikaumia. Kwa hiyo wale wakacheka sana. Kwa hiyo kuanzia pale sasa hii mbona kama inachekesha hii. Umeposti mwishoni naweka clip vina yani ile video nilivyoichukua mwishoni nikaweka kama kisimba kinacheka. Nikatumia tu anacheka. Nikaona mbona kama kuna kitu. Kwa hiyo tukaanzia pale. Nikaanza pale kufanya comedy, natumia tu marafiki zangu. Na wale ambao crew mnayoiona nilikuwa nafanya nao wale ni ndugu zangu, wadogo zangu. Sio watu ambao walikuwa ni macomedian, sio nini, ila wao walikuwa wanafanya kwa sababu mimi ndo nilikuwa na insist, yani namlazimisha njoo tu shoot. Lakini wao sio ndoto yao. Umeona, lakini walikuwa na support. Na kweli tumefanya, mwitikio ukaja. Japokuwa safari ilikuwa ni ndefu sana, nakwambia 13, 14, 15. Nakumbuka 17 mimi nitaka niache comedy 2017. Sababu nilikuwa sielewi. Picha linaanza ndio unafanya vizuri, watu wanakusifia. Hela. Lakini hamna deals, hamna nini, sijui umeona, yani unaona watu wengine wanakuwa. Kwa 17 nakumbuka nilikuwa nataka niache comedy kabisa bwana, ngoja mimi niachane napo. Na hapo ndoto yangu kubwa nilikuwa mimi mambo ya kushoot. Kwa hiyo comedy ilikuja. Niona tu nifanye kwa sababu una vifaa. Sababu wote tunajua production bwana lazima uwe na vifaa. Na vifaa ni ghali sana. Na familia zetu sisi sio wakishow kusema baba atakupa milioni 50. Mtaji sisi nataka ninunue kamera akupe milioni 10. Sio kweli. Kwa hiyo lazima upambanie. Hasa vifaa ilikuwa ni shughuli kuvipata, kwa hiyo ngoja tu nifanye comedy. At least hata nipate watu. Nikishapata watu huko mbele naweza nikaishi sasa maisha ambayo mimi nahitaji. Lakini ushapata platform, ushatengeneza. Kwa hiyo 17 ilipofika ile mambo kidogo yalikuwa magumu sana. Nakumbuka tena nilikuwa chuo. Umeona, nikatakaga niache. Sema nakumbuka hiyo. Kuna uwanja fulani, uwanja Swala kule Kigamboni. Nilikuwa naendaga saa 12 hivi naangalia juu nalia kweli. Yaani kwa mwenyewe yani hakuna mtu mambo nikiwa sasa ile nakaa nalia naangalia mwezi huku naomba tu nalia narudi nyumbani. Sasa nikakaaga siku uwanjani pale. Nakumbuka hiyo niliweka ahadi na Mungu. Nikamwambia Mungu, mimi kijana wako napambana sana. Umeona ni force sana na nini. Kweli wito na uona unakuja. Naona kuna njia lakini mbona sifiki? Yaani kuna ile roho tu unajua ya kibinadamu sasa. Yaani unaona kama ni mzigo mkubwa sana na ubeba. Haifiki inakuaje? Hivi ni kweli, na hapo hadi nafikia hatua hiyo kwa sababu mzee alikuwa amini kabisa. Mama naye alikuwa amini. Mamangu mimi ni mtu wa dini sana. Unajua mama ambao watu wa dini, kwa hiyo ukivaa vile nguo za kike anaona ni kama unamzalilisha hivi kansani hivi. Kwa hiyo alikuwa apendi. Baba naye ndo alikuwa hataki kabisa, anaona huko ulipo sio. Mimi nashauri hivi unaamini hayo madera yako ndo atakuja kukulisha familia. Unajua hizi mtu unakaa unawaza unaweza kutamzia anasema fact. Lakini mimi naona kama kuna kitu yani bado kinaniumiza sana moyo. Yani hata nikisema poa naacha, lakini bado kinaniumiza sana moyo kwamba huko ulipo wewe ni sahihi lakini ni swala muda. Kwa hiyo niliweka hadi na Mungu. Nakumbuka 17 ile nikamwambia Mungu, mimi sijui nitafika wapi na hii, ila kuanzia leo nitafanya ninavyoweza mimi mpaka nione mwisho wake. Yani mpaka sasa nifike hapa bwana. Bwana nimekubali. Umeona. Kweli basi. Kwa 17 ndo nikasema kama nimeanza sasa upya. Nikaacha kuhesabia ile miaka nyuma nilioanza. Kwa 17 ndo kawa nimeanza tena upya kwenye comedy. Kwa tumeenda 17, 18, 19, 20.
21 ndo nakutana na bingwa. Umeona? Na hiyo bingwa yenyewe kuna jamaa anaitwa James Luvanda, yeye ni producer. Wakati wanaanza alikuwa wanatafuta tu watu random, yani kuna series sijui hivi na hivi, alinichekigi. Ni aje? Kuna reality show nataka nianzishe na uwepo. Ngambia kaka mimi naomba niwepo. Naomba nikupe kaka, mimi sitaki maelezo yoyote. Mimi mimi nipo. Yani wewe nihesabie. Sawa basi uje sehemu fulani mkutane ili tuweze kuwapa discussion. Kafika hadi pale anza kwa hiyo sisi tumekuita hapa ili kuambia ujiunge. Ngambia kaka mimi nishakwambia. Yaani mimi sitaki kujua hiyo bingwa itahusu nini. Okay. Lakini ni kitu kizuri. Basi mimi nipo, yani nipo tayari. Kwa ndo ngambia itakuwa reality show ni kama hiyo Big Brother sio nini. Na hapo sasa uwezi amini. Nilikuwa na hiyo vision, ile imani kwamba najua kuna labda kuna show, yani ndoto tulikuja kuna show itatokea kama Big Brother na mimi nitashiriki sababu role model wangu alikuwa Idris Sultan. Kwa hiyo ikawa kwamba najua nitashiriki, kibongo bongo itatokea, nitashiriki afu nitashinda. Kwa hiyo sasa Big Brother alipokuja kuniambia issue tena ya reality show, nikapiga tena na huko nyuma nishai kuwaza vitu kama hivyo na ndoto ipo. Nikaona hapa ndo penye. Kwa hiyo nimeingia kwenye bingwa. Kwenye bingwa nilikuwa naogopa. Siku ya kwanza tu naenda ile. Unakutana kina Brown, unakutana kina Chama. Watu wanakuja photoshoot pale na suti 2-3. Mimi sina hata suti, nimekaa hivi. Nilikuwa nakaa mbali. Hadi producer, "Mbona unakaa kinyonga?" Kaka mimi naogopa. Hivi sio vitu vyangu. Umeona? Kwa nimeingia bingwa, nashukuru Mungu pia nikaja nikashinda. Yes. Na mwezi mimi nimeshinda bingwa, nilishinda gari na hela, si ndio? Lakini kitu cha kushangaza, since nimeanza comedy 2013 mpaka 2021, hela nilowahi kuipata haijawahi kuzidi milioni. Okay. Kwa mboga ilivyokuja hiyo bingwa, ni kama sasa Mungu anakuambia shika bwana Kwa hiyo lakini bingwa niliingia kupitia comedy. Ina maana nisingefanya comedy nisingeonekana. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni njia, lazima upite sehemu fulani. Kwa hiyo nilipomaliza bingwa sasa, baada ya kutoka bingwa, kiukweli sasa pale ka uvivu ka comedy kakaanza kushuka. Tunaonyesha tuna gari. Umeona? Kakaanza kupotea. Okay. Sio kwa vibaya, hapana, lakini watu hawajui behind mimi nilikuwa napenda mambo ya kushoot, kupiga picha. Passion yako ilikuwa nyingine. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu kubwa kwa sababu unaona nani? Hiyo ndio ndoto ambayo nilikuwa naipenda sana. Kwa hiyo nilipopata ile hela bingwa, mimi matumizi yote nakumbuka hela yangu milioni yote. Sio kama role model. Hela yangu mimi haijawahi kupotea. Umeona? Nakumbuka nilinunua simu iPhone X hizo full box, nikanunua gimbal. Siwezi kutaja au nitaje bei. Umeona? Na nakumbuka nilinunua iPhone X kama 800, nikanunua gimbal 1.5, nikanunua PC, nilikuwa na gaming PC kichwani. Unajua ushangalia sana matotolo ya wazungu wanao edit na gaming PC nikanunua gaming PC kama 200 na kitu, 1,000 nikatumia kwenye gari ile mambo bima sijui nini hela nyingine nikapeleka kanisani fungu la 10. Ikabaki hela fulani vikazaa familia kidogo. Na nyingine yani matumizi tu ya kawaida, sio kwamba nanio, lakini sikufanikiwa kununua kamera kwa sababu kamera nilikuwa naitaka nikaribia milioni 7 milioni 8. Halafu ndo umeshinda umwambie baba hela yote, yani familia yote wanakwambia wewe tutakupiga. Umeona? Halafu pia miruzi ilikuwa ni mingi kiukweli. Kila mtu anajua una hela. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa inanipa pia wakati mgumu kwa sababu sio maisha ambayo nimeyazoea. Hata ukimwomba mtu shilingi 10,000 wewe umeshinda milioni 10, unajua juzi tu. Kwa hiyo ilikuwa inanitesa na nimeshinda bingwa. Mimi nilikuwa namuomba Mungu mambo yaende hivi chini. Spendi spotlight. Yani nilikuwa spendi spotlight kabisa. Yani sipendi spotlight mimi maisha yangu, yani kuonekana hivi. Yani sipendi. Mimi napenda maisha yangu yaendelee kawaida, low key, nipo kama sipo. Umeniona leo niko hapa, nimepita na gari na bodaboda, nimetembea. Nakupa wewe majibu, ujui mimi nina nini. Yani wewe mwenyewe ndio utajua. Yule kafilisika, sijui ana hela, sijui. It's okay. Mimi siwezi kukaa kwanza kujielezea kwa kila mtu. Kwa hiyo niko naomba sana Mungu ile kitu ipotea. Bingwa. Kwa hiyo ilienda ile paka ikaja ikaisha. Nakumbuka tena nilishinda gari mimi mwezi wa 9, mwezi wa 11 nilipata ajali na ile gari. Kwa hiyo nilikuwa na mwezi mmoja nikapata ajali. Nimepata na ajali, sijawahi kuposti sehemu yoyote. Walikuwa wanajua ni marafiki zangu tu. Na familia basi. Nilikaa paka ndani kwa sababu ya ajali. Sio mbaya, sema mimi unajua nimejifunzia gari kupitia ile club. Kwa
safari ya kuendesha gari ilianzia pale pale. Mimi nilikuwa najua, lakini sio kusema ile sijawahi kuendesha hata nusu saa kwenye gari. Kwa Crown ile ndio nilijifunzia pale pale. Okay. Nakumbuka ajali ulikuwa ni uzembe wangu. Mimi mwenyewe ni uzembe wangu mwenyewe. Kwa hiyo sasa ukienda polisi hawezi kuelewa. Sasa nilipoenda polisi nikaforce ile gari isilale polisi. Kwa sababu mimi nilikuwa mwenye makosa, nikaondoka nao. Sasa kwenda kuripoti Jumatatu ili nifuatilie mambo ya bima ilipe. Polisi wakaanza, ile gari iko wapi? Kuniambia wewe ni mtumio wa gari iko nyumba yako, wakantia ndani. Kaenda kama masaa mawili. Omo, nikaa ndani. Sasa huko akawa anapambania ile gari ije ili mimi ndo niweze kutoka. Kwa hiyo brother wangu alifanikisha ile swali, hiyo mamangu ajui, yani nilikuwa mimi na brother tu. Kwa tukamaliza juu kwa juu, umeona, nikatoka nini, tukafuatilia bima ikalipa gari fresh, kila kitu kikawa sawa. Kwa hiyo life likaendelea. Nakumbuka 2000 na ngapi, na 2023 mimi ndo nilipoteza gari langu yani moja kwa moja. Situation ilikuwaje? Nilimwazima, kuna blaza mmoja alikuja kuazima gari. Nakumbuka alikuwa ni Idi. Umeona, aliazima gari, alivyoazima gari siku ya kwanza kimya, siku ya pili kimya. Unajua kawaida ni blaza, ushazoea nini. Siku ya tatu mama ndo kuja kuniambia, unajua kaka yako pata ajali. Mimi nilichomuuliza, yeye ni mzima? Mzima gari. Tumewa picha nikaangalia nikasema kupona hapa bora amepiga. Ushansoma. Alafu sasa ubaya nilikata bima ndogo. Unajua ile unaleta mazoea. Mwaka kwanza mkata bima kubwa, wa pili mkata bima kubwa. Wa tatu ngoja tu nikate ya kawaida. Kwa hiyo mkata bima ndogo, alafu na ajali ile iliyotokea usingeweza. Yaani matengenezo yanaweza ikafika milioni 10. Sasa utoe milioni 10 atengeneza gari kwa ajili gani? Umeona? Kwa hiyo ikapotea, yani ikapotezea, maisha mengine yanaendelea. Sasa watu wakaanza kusema mara gari kauza, sio nini. Na mimi mtu akaniambia gari umeuza, anambia nimeuza kaka, ameshinda mafuta. Crown kwani ameshinda mafuta. Kwa hiyo ndio jibu langu lilikuwa hilo, na kila mtu alikuwa anajua hivyo. Ni watu wachache sana ambao walikuwa wanajua mimi gari imepatikana ajali, kwa sababu sikuwahi pia kuposti. Umeona? Na life likaendelea. So kuanzia 2023 maisha yakaendelea, tumepambana. Tunakuja mpaka na kuja kufungua Kitonga. Hiyo yenyewe ilianzia nyuma huko, kipindi hicho nafanya comedy huko Boke online, nilikuwa najitaile Boke. Kwa kipindi kile na Boke watu wengi, nikapata idea ya kufanya mitumba. Umeona, kuna dada mmoja anaitwa Nyumba Mitumba, nilimchekigi ngambia sister na idea, unajua mimi mashabiki wangu wengi wa kike hivi na hivi na hivi, kwa hiyo wanachukua kwa nguo afu mimi naziposti kwangu. Tutaondoka sister kule akakunjua fresh, wewe njoo, akawanipa bei fulani hivi kabla hata hajaziposti yeye nguo. Ananiita njoo, chagua nguo zako, wewe mwenyewe ndo ananichagulia sababu mimi kwa sielewi. Anambia chukua hii mdogo wangu, chukua hii, nikienda zangu nyumbani naweka kwenye mdoli napiga picha. Nikawa nauza 25. Umeona? Nimefanya nikafungua hadi online store inaitwa Boke online store. Nimepiga zile nguo, pia interest na yenyewe ikawa inapotea. Sababu soko yani unajua sababu ni unafanya tu, ngoja let's try it, kwa sababu wewe sijui na hivi unakaa nyumbani. Umeona? Nikaja kuuza mapochi hivi, pochi hivi, handbag hivi vya kike. Nimesukuma sana, uzia sana dada. Okay. Nimefanya pia, interest kapotea. Nikaja kwa interest ya electronics. Okay. Tunasemaga winga. Kuna wanangu wala maduka sala kali yako kwa na winga sana simu hizi, sijui iPhone nini maelekezo. Page yangu nikaibadilisha sasa, nikaipeleka Kitonga. Kutoka Boke online store nikaipeleka Kitonga Mall. Lakini lengo lilikuwa ni kupush product za simu, sijui PlayStation, sijui accessory nini. Kweli nikawa nafanya sikufanya, simu ikaja kuacha, nilipata gari 5. Ulirudishwa simu? Kwa simu niliuza, ilikuwa na mdogo wangu. Ilikuwa 11 Pro Max nakumbuka. Tulimchapa ile kubwa sana yule dada, kama 1,300,000 hizo. Ambapo kwa mwanangu mimi nilimpa 900,000. Dukani, sababu kule sikunakuwa kuna bei fulani vile. Kwa kuna hiyo hela hapo kati hapo tukaichapa. Sasa baada ya kumuuzia yule dada siku ya kwanza, siku ya pili anaanza kunitafuta. Simu gani? Ungekwanza kutumia, unacheza game ina staki. Si nini? Sio ambia dada simu nzima hiyo update. Sio unajua lazima upambanie. Update kweli, ana update anatafuta tupokee simu. Kuna siku naamka asubuhi saa 2 naamshwa na yeye mpaka nyumbani ikafika yani. Ungeweza kutumia hii simu. Na basi dada tulia, hii simu ngoja twende gari yako tukabadilisha. Kwa hiyo ngampigia mwanangu
Sasa tumefika Kariakoo yeye akawa anataka hela yake. Sasa mimi hela nishakula, mimi winga hela naanza kutoa wapi tena mimi kulipe? Umeona? Konika jamaa mwenye duka. Sasa mwenye duka ndo akamwambia sikia wewe, hapa lazima upambanie. Hiyo kusema udishe hela sio kweli. Mwambia ongezea hela kidogo tumpe 10 na ngapi 12. Kweli nikamnyenga yule sister. Sasa nimekubali basi mimi natoa 200,000. Nikamwambia wewe toa hiyo nyingine mimi nitakuongezea. Kweli akatoa hela tukambadilishia simu kaondoka. Kwa hiyo baada ya hiyo issue mnyenga kweli mawinga kivipi na hizo jamani. Ngona kwenye sio huko hizi stress tena kipindi hicho ndo masimu yalikuwa ma full box sijui malifabu kibao ngona huko na yenyewe huko stress. Maana ni hasara. Ngona huko na yenyewe stress. Sasa siku niko mtaani sina hela. Kuna kipindi sinapiga picha. Ukipiga picha za maharusi unakuwa unawapa album na picha mbao nini. Kulikuwa kuna picha mbao moja nikaona yangalia kusema kama kuna kitu hivi. Nikachukua ile nikaiposti status. Ndeza picha mbao watu ilikuwa kawaida. Kuna kitu fulani ikaja trending ya kila mtu anataka. Ya AI unajitengenezea katuni. Yes. Kuna sister moja nikamtengenezea katuni cha AI nikakiweka kwenye picha mbao. Kwa nilipopost na mimi basi ndo pale nilipoanzia. Picha sasa picha mbao. Nilikuwa naenda Kariakoo kwa blaza mmoja tubariki. Nilikuwa nagawana naye yani let's say picha 15,000 labda ananipa bei yake 7,000 ngapi umeona. Kwa hiyo mimi nakimbiza picha zangu 15,000 labda za 30,000 nampa labda 20,000 mimi nakula. Kwa hiyo tumeenda hadi nikapata idea ngambia blaza mimi mwenyewe nataka nifungue ngambia ina noma mimi nitakuelekeza akanielekeza jinsi kutengeneza picha akanielekeza sema kwenda kununua mashine material yani kila kitu alinielekeza. Kweli nikamwambia hadi bi mkubwa akamwambia wazuri lakini mama sina sehemu. Ninachofikiria mimi ni hapa kwenye sehemu ya dining ile ya chakula ile. Toa ile kabati lako mimi hapa nitengeneze kama kiofisi kwa sababu watu wengi mtandaoni wanapenda kuona una ofisi ndio ataamini kama kweli lakini ukisema hivi online mtu aamini ofisi yako iko wapi. Kwa hiyo nikitengeneza kama kiofisi mama nikaweka na bango langu la Kitonga watu wataamini nina ofisi. Ila tutakuwa tunafanya tu delivery. Mtu akitaka kuja unaambia location ni mbali let's say Kigamboni. Mtu unatoka Tegeta uwezi. Sasa napataje anambia delivery. Hamna usijali mimi nitakuletea. Umeona? Kweli mama kaniruhusu pale nikachukua kile kidining lemba vizuri kabisa. Nikajaza pale vipicha vya kuonyesha nini nikaweka bango langu nikaelekea hadi Tata. Nikafanya video ya kwanza jamani naitwa Frederick mtoto nimefungua ofisi yangu si kweli watu hongera sana. Kwa pale tukaanza kimbiza sana sababu nakaa nyumbani silipi kodi. Kodi yangu mimi kwa kodi yangu mimi ilikuwa ni umeme tu au na matumizi tu ya nyumbani mama kukwama sijui nini. Umeona kwa hiyo ilikuwa ni vitu fulani saving ilikuwa ni kubwa sana. Umeona kwa hiyo faida ni kubwa nilikuwa napiga. Kwa kuanzia pale ndio nikawa changa mara nanunua lenzi. Naenda nimenunua bodi ya kamera nimeweka ndani naenda sijui nimenunua PC sijui nimenunua gimbal. Kwa life ndio likaanza kubadilikia pale sasa. Pambana ifika time sasa naambia mama mimi nataka sasa nitoke nyumbani bi mkubwa alikuwa hataki ni wewe ni ngumu. Unaenda wapi? Ni hapa da kuna shida gani? Yaani mama wanaonaga ukui. Unajua kula kama mtoto wewe unataka ukafanye nini huko nje? Umeona? Mimi nakumbuka mimi nimeshinda bingwa bado nakaa nyumbani. Sijui nina gari bado nakaa nyumbani 21, 22, 23. Mimi natoka nyumbani 2024. Ndio nimetoka nyumbani. Lakini hapo nyuma unakutana watu wanao wote wana mageto. Wewe nini mbona utoke nyumbani? Unaweza ukachachao yani unaona kama mimi ndo mtoto lakini sio mtoto yani kila mtu ana time interval yake ambayo itafika unaona sasa wakati sahihi wa mimi kuondoka. Yes. Sababu hadi naondoka nyumbani nilikuwa nafanya kazi kuna duka fulani nilikuwa na shoot content. Nilikuwa na shoot content zake. Kwa hela ilikuwepo mwisho wa mwezi nilikuwa napata kiasi fulani. Sasa issue ilokuja baada tu kuchukua chumba ile duka ambalo nafanya kazi mambo yakaharibika. Alafu nishalipa kodi. Nikitaka kwenda kumwambia mama eti kazini kule mambo yameharibika bi mkubwa. Yani angeniambia tu wewe rudi kwa sababu nilikuwa bado sijaanza kukaa lakini nishalipa. Kwa nikakaza ngambia bi mkubwa siwezi kumwambia kitu chochote. Nikahamia
Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 3 2024. Nimehamia, sielewi, sina sehemu yote zaidi tu ya kamera zangu nini. Unajua kuna ile hela ambayo unapata mwisho wa mwezi kidogo unakuwa na uhakika kuliko hizi mishemishe zetu. Sababu wenyewe tunaelewa wiki unaweza kupata, wiki ijayo usipate. Unaweza kaja kupata wiki ya 4 ambayo ukapata kweli mshindo, lakini hizi wiki nyingine unaishije? Kuna sister pia naye alinicheki, umeona. Ananiambia nataka tufanye content, naona ana mgawa wa chakula. Nikamwambia sawa, haina shida. Kwa tukaenda tukaongea, nikawa na manage page yake ya Instagram, nikawa napiga picha za chakula, nini, yani kila kitu nikawa na manage. Umeona. Na hapo wenyewe sasa hadi nafika hapo baada ya kuachishwa kule kazi, yani hiyo kazi kulikosa kule. Nililia sana kwa sababu nilikuwa sielewa ndo mtu umeanza maisha. So unajua unaondoka nyumbani afu mbona kama Mungu anaruhusu hivi vitu vinatokea, umeona. Nakumbuka nilikuwa na mshahara ambao nimetoka kuupokea, nikatoa 10,000. Nikasema Mungu, nakupa hii hela. Sina kazi, sina nini, na hii ndio hela yangu ya mwisho wa mshahara. Umeruhusu, nimepanga, sijui mimi maisha yangu ataendaje, lakini nitendewa. Nililia hiyo nyumbani, nasikiliza zangu gospel unabujika nabubujika huko na asali, unajua kweli. Kwa after 2 weeks huyo sister ndo akanicheki. Na hapo yeye alinicheka akaniambia sikia, Ramadhani ikiisha ndo tutafanya kazi. Nikasema kama mwezi mwingine mpaka mwezi wa 5, umeona. Lakini Mungu mkubwa, haikuisha Ramadhani akamwambia njoo uanze tu kazi. Kwa nikafanya kazi pale, nikawa na mshahara pia wa kiki. Pale nifanya kazi tena miezi 2. Mambo tena karibika. Hiyo tena iliniuma sana. Siwezi kuelezea kwa sababu ila iliniuma sana. And the way ambavyo ile kazi iliisha iliniuma sana. Sababu ushakuwa unapambania kitu, kila kitu kinaenda sawa, alafu dakika mwisho unaonekana kama ufanye kitu chochote. Kwa iliniuma sana. Yani natoka pale nina hasira, yani naona mbona kama mimi nikuchukia kama familia, lakini nikarudi nyumbani sasa ndo nikasema mimi hapa sitotaka tena kuajiriwa. Yani gawe bwana, mimi Mungu wewe nakuachia wewe maisha yangu, ila sitotaka kusikia sijui mwisho wa mwezi nini, sijui mwisho wa mwezi nini. Kwa hiyo hapo ndo nilikuwa na savings zangu. Umeona, ambayo savings zenyewe nakumbuka pia kuna mwaka ambao nilikuwa nafanya kazi club Uncles. Nilikuwa napiga picha, naingia saa 6 kutoka saa 11. Nilifanya kazi miezi 5. Yani nikiingia saa 6 usiku kutoka saa 11 asubuhi. Ilikuwa ni Ijumaa, inakuwa Alhamisi, Jumaa, Jumamosi. Umeona, ndani ya miezi 5. Ukiingia hiyo Jumapili wewe ni kama teja unasizia, Jumatatu ni kama teja. Unapata nafuu Jumatano ambao Alhamisi yake tena unarudi tena, umeona. Kwa hiyo saving yatangia Uncles, hiyo hela ambayo nilipata pia hapo kwa hiyo sister nikaunganisha, ndio nikawa natafuta frame sasa nifungue official niitoe pale nyumbani. Kwa hiyo ngatafuta frame nikalipia. Maisha yakaendelea mpaka sasa hivi tunakitonga ambapo tunatengeneza picha, tunaprint t-shirts, mabango, manini, design zote tunafanya. That's great by the way. So in case hujui ofisi iko wapi, iko Kivulini pale. Fika Kivulini kitu cha dada, unaingia ndani kidogo tu. Ofisi iko barabarani kabisa na wanafanya services nyingi sana. Anyway, sasa mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo. Kwanza umekuwa kwenye familia ya aina gani? Ni familia ambayo baba na mama wote walikuwa present. Watoto pia mpo wangapi? Hali ya maisha ilikuwaje? Baba na mama wote walikuwa present. Familia yetu si yenye upendo kidini sana, yani kidini sana lazima kidini sana. Watoto tuko kama 7 hivi. Na tuko wengi. Alafu pia naweza nikasema 7 lakini zaidi ya 7 sababu mimi mama yangu ni yule mtu, ni kila mtu ni mwanae. Alafu ni sisi ambao hata kama ni mwanangu, rafiki yangu, tunaweza tukakaa pamoja. Ni nyumba ile, unajua zile nyumba tandikeni sebleni, tandikeni sebleni mlale. Kwa ni familia hivyo. Ndio maana hata ukiona maklipu yangu yani watu wengi. Yani watu ni wengi sana. Alafu mpaka kesho yani na marafiki. Yani mimi ukishakuwa tu mwanangu damu zikiendana basi yani umeona. Kwa ni familia ambayo very good, yani ni familia ambayo nashukuru Mungu kweli kwa kunipa familia ile, baba, mama, marafiki, ndugu zangu wote. So ukiwa shule, unajua wewe uko unafanya comedy. So ukiwa shule watu wenye aina hiyo wanaingia kwenye misala sana. Kuna msala watu unaokumbuka ukiwa shule kushikana maswala. Shule nakumbuka msala unaingia kwa shule ya msingi. Shule ya msingi ilikuwa darasa la 4. Walianzishaga ile mnabaki darasa la 4 mnakuja kusoma nanio likizo ikiisha, watu wapo likizo nyinyi mnaenda kusoma. Sasa wakati mnakuja kusoma tuliambiwa bure.
Kufika shule eti tunaambiwa tunatakiwa tulipie. Tukafukuzwa. Watu tumetoka niko na wanangu, nikamwambia sikia. Mwalimu kwa nini anatufukuza? Yule darasa la 4. Tunaweza Sergaza Mtatu kamsemee tuliambia. Seriously. Kweli? Kama tunaweza Sergaza Mtatu kamsemee tumeambiwa bure alafu katufukuza. Hii kweli wanangu wakaja kwenye system wao. Mpaka serikali za mtaa. Tumeenda pale kwa katibu tenda. Mwalimu anaitwa Jackie, siwezi kusahau. Kaichapa ngomea wewe bwana sisi tumefukuzwa. Tumeambiwa tulipie wakati walitangaza ni bure, sijui nini. Kweli bwana. Sisi tukaondoka. Yule sienda shule kule mwalimu hadi anataka afukuzwe. Sasa mimi mamangu sasa anajulikana, simu ikapigwa nyumbani. Huyo mwanao huyo anataka mfukuzishe mwalimu. Sikwenda kama wiki, wazangu leo alipigwa bakora. Ukasubiri ipoe. Ai, sasa ilikuwa msala. Baada ya ipoe wewe sasa alivyotarajiwa wakanika tu kati. Hivi una akili kweli? Wamesema. Nikaacha kana chezo zikusahau. Kwani mkoroga sasa darasa la 4 kuwa na akili ya hivyo? Ilikuwa ni noma. Ni kama nimewachuza watu mtendeni huko. Hapo imeenda kuwa msala. Kwa sababu yenyewe ilikuwa ni kosa pia kurudisha. Bonge moja la msala. Ilikuwa msala mkubwa sana. Misala shule ya sekondari kawaida sana kwa sababu kuna moja tu ambao nilikuwa siandike notes za history na commerce. Siku tukataitishwa madaftari kule tumekusanya, mimi nikakimbia. Alafu mimi nasoma zaidi, unajua mkiwa wanaume mnakuwa na akili zile za ujeuri. Kwa hiyo nikakimbia, watu wakakamata wakapigwa sana bakula, mimi na wanangu tumekimbia. Kukimbia kwetu tukaja na shule tukashikwa. Kwa zamu yetu kupigwa bakula. Sasa kuna mwalimu yeye ana ugonjwa wa kusahau. Yaani akikupiga fimbo 1 2 3 anauliza raia. Fimbo ilikuwa ni 6 Tanzania, hata ufanye kosa lolote. Fimbo ni 6. Fimbo ni 6. Kwa hiyo sasa akipiga fimbo 1 2 3 anawauliza sasa wanafunzi zibaki ngapi? Mjao kwa masomo wanaume akili ni kwanza kijinga sana. Yaani hapo unauliwa. Zibaki ngapi? Umepigwa 3 zibaki 3. 5. Kwa anakufanya 5. Unaambia mwalimu zibaki 3. Hamna, anakupiga tena labda zibaki ngapi? 4. Kwa hiyo sasa inabidi udili na wanafunzi wanangu sasa. Nisabeni, asili tulikuwa tumekimbia. Za boys bwana nyinyi. Tulikuwa bakora ile siku mpaka jamani tusabeni. Inabidi baki moja. Yule mwalimu anasikiliza hadi kwa sababu ana ugonjwa wa kusahau. Kwa hiyo anza kukushika tu. Twende huko wewe. Umenani umodo ukifika. Wewe unafanya nini wewe? Asewe kama unamjua. Hamna mwalimu wewe umeshika tu unaondoka. Jamani. Okay, chuo vipi? Chuo ulisoma chuo? Chuo mimi nilisoma tuseme mimi. Unavijua vile vile ambavyo wanakuambia usiende floor ya 4, ukienda floor ya 4 utafukuzwa. Au floor ya 4 kuna ofisi nyingine. Nilisoma institute ilikuwa inaitwa Yamco. Ilikuwa Yamco. Na usoma kazi gani? Ni mambo ya film production. Okay, so umefanya exactly kile ambacho ulisomea. Sababu nilimaliza form 4, naomba form 4 mimi nipataga 4. Okay. 4 ya 20 ngapi? 4 ya 27. Okay. Ukorofi hapo ulia. Hapo wenyewe nilikuwa napambania asilia 25. Yaani nilikuwa nikiipata kwangu mimi ni wani. Kwa sababu watu walikuwa wanajua Mr. Boy kabisa. Basi ni noma kwa sababu utakoipata elfu ungepata 0. Kwa hiyo hiyo shule ndio walikuwa wanajua Stobila nyumbani, walikuwa wanajua nina akili. Hiyo kwa hiyo ilikuwa disappointment sana kwa wazazi nini ndugu. Lakini kiukweli mimi nilikuwa nimezingua, ila sometimes wazazi noma kwa sababu zile ambavyo wameichukulia wao tofauti sana na wewe. Unaona kabisa nimewaangusha, lakini hamna kawaida. Unajua hata manko zangu mimi wana akili kweli. Kuna huyo anko hadi alikuwa ananipigia simu, matokeo ametoka nasema usimpokelewe, anaweza kaniwashia au unajua kafika leo atuma message mpokea dogo tuongee. Ongea na kawaida, usijali anko hiyo, si unajua zile konkono okay. Kumbe sijaribu sana, ni maisha tu. Kwa hiyo malizaga ile form 4 nikamwambia mama mimi hapa moja kwa moja chuo. Siwezi kwenda 5 na 6. Kwa hiyo nataka nipeke 5 na 6. Nikamwambia mimi nitasahau Adobe kwa sababu nikashaanza kupiga picha. Ukaona huko tuendelee kwa tu tuendelee huko kwenda kujazia misuli, maisha yaendelee. Great thing kwa sababu unajua kama wasinge kusikiliza ina maana ungepoteza muda kwa kitu ambacho sicho. Wewe hata form 6 usingeenda kufaulu. HKL ungeenda kusoma, mimi nenda kusoma mambo ya HKL nini wangenipoteza. Na unataka picha. Lakini ungesoma HKL ukaja chuo ukasoma
lazima umasko. Uko toe huko. Unaona wangekuchelewesha hapo katikati. Sababu hiyo miaka 2 kuna vitu vingi sana, yani kama hao wenyewe walioendaga 5 na 6 wakija ni kama wanaanza upya mtaani. Unajua ndio hapa fanya hivi fanya hivi. Kwa kila kitu, kila mtu ana njia yake, yani kila mtu ana njia yake. Sio lazima watu wote wapite njia. Sio lazima wapite njia. Kwa hiyo hata wenyewe walikuja wakaelewa. Nikaona huyu bwana ana njia yake mwenyewe, walichofanya tu ni wakanipaga tu baraka, wewe fanya mambo maisha yaendelee. Okay, na ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kwenye career yako ukaona usiku sawa? Kwenye career ipi ya comedy au nini? Zote tu in general, unajua. Unafanya comedy, unafanya content. Changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi, zipo nyingi, lakini kila changamoto ni kujifunza, yani zinakujenga. Kwa hiyo sio kila changamoto kwanza kulalamika, yani kuna kitu fulani hapana. Ukiona njia wamefunga, tafuta njia, kama utaruka ukuta utani, lakini upite. Kwa hiyo changamoto ni kila kitu. Kama upati changamoto katika kitu unachokifanya, na maana ufanye kitu. Kwa hiyo changamoto mimi kwangu siwezi kusema eti kuna changamoto sio, hapana. Yani kila kitu kinatokea kwa sababu changamoto yangu mimi sio changamoto yako. Unaweza kwa wote tunafanya comedy, lakini changamoto yao unaweka tofauti. Okay. So hatua yako ya kurekodi ile clip na kuweka kwenye social media ndio ilibadilisha kabisa maisha yako. So una kipi cha kumwambia mtu ambaye unajua ajira watu wanalamika sasa hivi mna kazi, hapo mtu anamiliki iPhone 16 Pro Max au 17 fulani lakini analalamika kwamba mna kazi nini, una kipi cha kumshauri especially kwenye masuala mazima ya content na mitandao ya kijamii ambayo imekubadilisha? Okay, kwenye masuala mazima ya content tunaanza kama mtu yote ambaye ana passion. Yani unajua hivi vitu sio kila mtu anafanya. Yes, sio kila mtu anafanya. Kwa kama wewe hapo ulipo huko umejificha, sijui uelewe, lakini kuna kitu kinakusukuma moyoni kabisa, unajiona mimi ni mtangazaji au mimi ni mtu wa kushuti. Yani unajiona kabisa unaweza ukasustain kwenye hili soko la industry ya content. Just do it. No matter watu unapata followers 2, viewers 5, likes moja au na share, yani fanya. Unajua wengi sasa hivi wanapumbazwa na likes na viewers. Wakati kiukweli kabisa kwenye content creation sio likes na viewers. Ni content ambayo wewe unaitengeneza. Kuna many peoples wapo hapa Tanzania ambao hawana followers, hawana viewers wengi. Lakini akikurushia price yake yeye ya kufanya tangazo ni kubwa kuliko huyo ambaye anafanya tangazo ambaye ana followers wengi milioni. Tofauti. Lakini wewe hapo uniqueness yako ndio itakufanya wewe sasa uondoke. Kwa hiyo usijali kuhusu followers, sijui likes, sijui. Yaani wewe fanya content, yaani wewe fanya. Kuna mtu tu ataona wewe una kitu. Kuna mmoja ambaye kuna kitu. Yaani ipogo, yaani kila mtu, hata mwenye kuna baadhi watu nikiangalia huyu ana moto. Sio mkubwa sio ni, lakini unajua kwa sababu the way ambavyo anafikiria, the way ambavyo content yake ipo, anavowasilisha, sijui edit, shorts, nini. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vinajenga. Kwa kama unajiona wewe unaweza ukafanya, tumia hiyo simu yako. Usubiri vifaa vikubwa kwa sababu kuna mtu ambaye alizaliwa na vifaa vikubwa. Kila mtu ameanzia kwenye simu. Kama ukipata bahati wazazi wako ndio wana uwezo au watu ambao wanaweza kukusupport, it's okay. Nunua vifaa vikubwa, lakini pia skills ndio kila kitu. Jifunze. Kwa sababu mimi sio perfect. Kila siku mimi najifunza. Yaani mwenyewe kuna watu wananiumiza kichwa nikiwaangalia na watamani. Fike pale. Yani fike pale. Na uzuri wa industry hii haina mwisho. Yani haina mwisho. Hamna sehemu ambayo anaweza kakati I'm the king. Sio kweli. Yani unabadilika na wakati. Vinabadilika. Unaweza kuwa mfalme lakini kuna madogo hao. Hajapata tu nafasi, la akipata umeona. Kwa ni kufanya, kuamini, pia kusali. Hicho ndio kitu kikubwa. Maana maisha yetu haya mtandaoni yana vita kubwa sana. Kikawaida si hatuwezi kuona. Sababu sisi vijana tunaishi tuna kila kitu kawaida, lakini kiukweli vita ni vita ni kubwa sana. Kuna vitu vingine vinatokea tu kwenye maisha yako unaona ni kawaida, lakini ni vita tu ya kiroho, nguvu za giza, wewe huwezi kuelewa. Usipokuwa spiritual huwezi. Okay, so ulikuwa unafanya content ambayo ulikuwa unavaa nguo za kike. Na umesema wazazi walikuwa wapendi. Vipi sasa? Ilikuwa ni kutokana na watu wanapopeleka maneno au ni wao tu binafsi waliamua, na uliwezaje kuwashawishi sasa kwamba okay, hii haihusiani na mimi wala tabia zangu, hii ni kazi tu ambayo sio kwamba watu maneno walikuwa wanapeleka, hapana, ila ishai kuona wale msemo wasema chizi achekesha akiwatokei kwenu. Ni kitu hicho ambacho nafikiri kilikuwa kwenye akili yao, sababu hawajawahi, yani kwenye familia yetu au kwenye ukoo wetu hakuna mtu wa hivyo. Usisha naelewa. Kwa mimi
ndio nilikuwa wa kwanza. Sasa always ukiwa wa kwanza kuna vitu viwili, uwe good example au bad example. Lakini sasa wewe ndio unatakiwa uweke hiyo ni good example au bad example. Ambapo wewe unapokuwa unafanya kila siku. Kilichokuja kuwatrigger paka wakakubali ni kuona kwamba umbo kila tukiongea elewi. Ushansoma abadilishi. Kwa hiyo ilifika time sasa wakaona hebu ngoja tu tumwachie. Mimi nishaambia kwani mama mimi nakosea nini? Yaani mimi I'm doing kwa ajili yangu. Mimi najua ni kitu gani. Kwa hiyo wenyewe hadi ikafika time achie the way ambavyo unaendelea kufanya na ni mtu ambaye letse unaheshima nini, yani lifestyle yako sio pombe sio nini, umeona. Kwa sasa unaona kwa ni shida iko wapi? Mimi hadi nilikuwa na rasta, umeona. Nilikuwa na rasta mimi kwenye household yake. Mama hadi sasa mimi nilikuwa nazo hadi kanisani na rasta. Sometimes unajua zile umezifunga nyuma, sina muda, ni kazi yangu na saa nimemaliza naondoka. Mama alipata shida na mama alikuwa anapata shida. Sasa mama alishaongea. Mimi nikamwambia mama hata usijali kuhusu rasta. Mimi mwenyewe itafika time nitakata. Kwa hiyo niache. Sababu kipindi hicho si nilikuwa naona mimi unyama. Kwa hiyo itafika time mwenyewe hata kansana nawaambia jamani wewe nyinyi muacheni yeye mwenyewe. Baba mwenyewe akamwambia kwani hizo rasta zinamkera nini wewe? Kwani anakunywa pombe sasa muache. Kwa hiyo ilipofika kipindi mimi mwenyewe niko sio nyama ni kwa sababu sasa hivi unakutana na watu tofauti. Yaani mimi nasemaga ni age, kwa sababu unakutana na watu tofauti. Ndio unaweza ukawa unywe pombe, una tabia nzuri, lakini muonekano wako mtu ndo anakudefine. Unaweza ukaa na watu wazima, let's say unaenda kupambania deal sehemu au unaenda kufanya kazi sehemu ambapo kuna watu wa heshima na rasta zako, afu uniprove kama wewe una heshima. Ni ngumu. Kwa hiyo alipofika time mtu ngona ngoja tu nikate, maisha mengine yaendelee. Okay, sawa bwana. Na tuje kwenye mahusiano sasa ndugu yangu. Kipindi kingine ndo hela hamna. Mahusiano alikuwa anakupelekaje? Sababu kipindi cha hela hamna kwa changamoto hapo. Kwani wapi nimesema hela zipo sasa hivi? Kipindi basi tuna office tunalipa kodi na mpiga hela hapo. At least mwanga upo. Wewe bwana tuambie mahusiano situation ilikuwaje? Mahusiano ya kipindi hicho? Hivi ni kwa gana dem. Hicho kipindi hicho au si? Kuna mchumba alikuwa pogo. Na akakuvumilia. Alikuwa noma. Safi mimi ndo nilizingua sasa. Okay. Siku zote ndo mkivumilia mnazingua. Mkiachwa mnalalamika. Hiyo shida za kujitetea lakini sio kwamba nilizingua. Ilifika tu time niliona kama yani unajua nyinyi watoto wa kike mkiambiwa ukweli mnaona ni uongo. Ni kweli mtoto alikuwa ananivumilia, una kitu nini, si unajua mnaishi fresh, maisha yanaendelea, kupi gharama, kupi nini, lakini mimi nikaona kwa nini nimtese kwenye haya mapambano? Yaani kwa nini umtese? Ni kweli nampenda, yani kwa nini nimtese? Sijui umenielewa nikimaanisha kwamba upambane na mtu anakuvumilia let's say miaka 4. Wanaume tukipata hela uwezi jua. Ushasoma. Sometimes unakutana hata na mtu hapo sasa hivi ndio huyo kwa mando ficha yako. Alafu uje ufanikiwe. Uende kwa mke mwingine. Unapata milana. Ushasoma. Alafu pia mwenyewe kwa siri nataka nini? Umeona? Japokuwa anajua kabisa ni mtoto mzuri, umeona kanyoka. Kwa hiyo nikamwambia sikia. Hivi kwa nini tusijitafute? Wewe jitafute na mimi jitafute. Alafu uko mbele kama ipo. Kama iwe mimi na wewe tutakuwa. Umeona? Kwa hiyo ndo maamuzi niliyochukua. Sasa hivi kashaolewa? Hajaolewa yupo. Bado tunajitafuta. Inaweza ikawa pia kwa sababu si bado, umeona. Sababu mimi hadi kuja kuoa bado kama miaka 3 mbele hivi. Kwa hiyo hapo katikati usimtese mtu. Yaani kama upo na mahusiano na mtu afu unajiona wewe mwenyewe ni mtu wa kuhangaika au uelewi. Kwa hiyo ni bora umwambie tu mtu ukweli, bwana sikia mimi hivi na hivi na hivi. Tufanye hivi. Kama atalizia it's okay. Lakini ya nini umtese yani? Umpe uhuru. Kwa sababu wasichana let's say unamvumilia mtu alafu ukaja ukamkuta mtu na madudu, unazidi kuumia kwa sababu una nini unajua ndio unaanza kutukana. Una nini sasa? Unajua mwenyewe. Toka umefungua kitoka hapo. Ndio hao. Naelewa bwana. Okay. So wewe kwenye mahusiano hujawahi kuumizwa? Kuumizwa? Kitototo labda. Ila isha kupigwa tukio. Okay. Tukio lilikuwaje tajiri? Nataka nilia. Unishalia alisha. Unajua kulia ni mara moja. Huyo mtoto, huyo first girl. Nilikuwa namkubali.
Sema wasichana weupe wewe ogopeni mimi naambia. Komi. Mtoto wanamkubali kinoma yani. Umeona? Wanamkubali bwana. Akaja akatoka na rafiki yangu. Oh. Good. Lakini sasa kwa mimi ajabu. Mimi nika flash. Tukaendelea. Ukapotezea. So unajua kamsamea hadi mwanangu fresh. Tumeenda tena akaja kutoka tena rafiki yangu mwingine. Tengeza mazingira. Sasa mimi ukinisamea mara moja nisirudie kwa nini babu? Kwani fresh. Nikasamea. Alifika kipindi mpaka mwenye kama kwani una moyo gani mbona kitu kwa baridi. So unajua mpaka kitu kwako unaachilia. Nenda. Tena hizo tunalala nyumbani akanichapaga shit. Unakaa nyumbani utanipa nini? So unajua mtoto shakuwa mtoto wa mjini. Kwa hiyo kitu naikumbuka yani unakaa nyumbani utanipa nini? Unajua bado kuna mambo ndakupa hata nani basi vitu vya mama yangu. John nikupe sukari. Hata sukari mchele nikuletee. Ila baba mjama nyumbani afu mna mahusiano Mungu awatie moyo. Ndio vitu mambo mengi. Unakaa kwenu. Unajua ndio fimbo kuchapiwa. Kwa hiyo sema vikaenda unakuwa unajua ni vitu ambavyo vinakufunza maisha yanaendelea. Sema mdada mweupe ulitunyoshea mtu. Kweli marafiki zake wote. Ila wewe ilibidi yule wa kwanza umwache aondoke. Huyo ndio alikuwa wa kwanza sasa. Yaani yule rafiki yako wa kwanza. Nilimwacha aendelee. Kwa sababu yani kuna vitu vingine ni ngumu sana kusamehe. Kwani ya kuona wengine kwa wote mpaka tu rafiki yako. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa ndio hivyo nilikuwa mtoto. Kwa kweli. Ulijifunza. Kwa ni changamoto sana, changamoto. Anyways, bana mimi nimefurahi sana kupiga story na wewe, lakini natamani uzungumze na kijana, you know. Pambanaji ni kitu kigumu, kuna kuanza, kuna kushuka, kuna kazi kadhaa ulipoteza, kuna changamoto ulikutana nazo kwenye kuajiriwa, you know, lakini ukata tamaa kwa sababu ulikuwa unajua exactly unakotaka kwenda. Na especially kwenye industry ya content ni ngumu. Unajua unaandaa content kwa shida sana lakini mapokezi yanakuwa madogo. Pia hela inachelewa, umaarufu unatangulia. You know, so unakipisha kumwambia mtu ambaye ndo anajipambania especially kwenye content, lakini pia masuala ya business kwa sababu pia upo kwenye biashara. Kwenye biashara kiukweli sina cha kushauri kwa sababu mwenyewe ni mchanga sana, sije nikadanganga mlisha mtu matango pole. Mwenyewe nahitaji hata nikaa kinavunja bei ambe kaka unawezaje? Mwenyewe kuna muda anakaa kichwa kinaniwasha. Let's kwenye content kidogo ndo tukasema tu mambo matatu kwa sababu mwenyewe nimepita na bado naendelea yani kwa bado naendelea kujifunza. Content mimi nina msemo mmoja ni kama mti. Mti ukiwa unaupanda unaumwagilia maji, mizizi inaenda chini. Ikishenda mizizi chini, ikishika vizuri ndo mti unachanua, unaenda juu. Kwenye content kuna kuaga vitu vile ambavyo vinatesa sana vijana wengi. Hata mwenyewe kinanitesa, yani kilinitesa sana. Let's say umeanza content 2020, shansoma. Unafanya sana vizuri, unapambana, ni uko vizuri, unaona kabisa I'm good, watu wanaku appreciate. Anatokea mtu 2021. Baba. Ni ghafla binvu kakupita yani ana endorsement yani unajua zile kwa unaanza kukaa chini mimi nakosea wapi, lakini haukosei. Ni kama mti kila mtu ana mafanikio yake. Kuna wengine ambao mafanikio yao ni kama farasi wanaondoka, kuna wengine ni kama kobe taratibu. Kwa ni kama mti ambao mizizi inaenda chini, ikishashika vizuri ndio mti unachanua kwenda juu. Sasa ambaye ana mizizi chini, wewe kuanguka sio rahisi. Ni kama unajenga nyumba, msingi kuwa chini mkubwa, kuanguka sio rahisi. Tofautisha na yule ambaye yuko juu hajaweka msingi chini. Sawa, anaweza akapanda akafika paka juu, lakini akipigwa nyundo atashuka. Lakini wewe ambaye uko chini, si unajenga taratibu, umeweka simenti. Kwa ni kama upo kwenye content, wewe fanya, haijalishi watu wanakupita, haijalishi watu unawakuta au wanakukuta. Wewe kaa kwenye njia yako. Alafu kitu kingine kikubwa, content sio mashindano. Exactly. Yaani ukiachana hata maisha yenyewe sio mashindano. Kaa kwenye njia yako, enjoy maisha yako, enjoy maumivu yako ya kutafuta pesa, enjoy process zote yani. Yaani process, kwa sababu mafanikio ni process, sio kitu ambacho kinakuja mara moja. Leo umekosa, enjoy. Kesho umepata, kale kuku. Umeona? Yaani leo umekula ugali, enjoy. Sijui umenyimwa kazi, enjoy. Furahia yale maumivu. Ukifurahia yale maumivu ndio unapata njia nzuri ya wewe kwenda. Lakini sio kumuona kila mtu ni kama adui. Kumuona kila mtu competition. Yaani ngombe huyu aniwezi, au unamwona mtu mtoto wa juzi. Yaani angalia hii content hapa kazingu. Kama kweli mtu anajua, appreciate. Hata kama kakuzidi, jifunze. Yaani hata kama ni mdogo, kweli kafanya kazi nzuri, mwambie hii kali.
hiyo itakujenga wewe kukaa na amani na unasafisha moyo. Alafu kila kitu kwako kutoa ni kawaida. Sababu si upo kwenye njia yako. Lakini ukitaka sasa uanze kumwona kila mtu ni adui, kila mtu anashindana na wewe. Wewe kwa sababu utakuwa na ile chuki ambayo mwenzako akikomentiwa nyingi kwa nini? Kwa nini? Ana nini? Mbona mbaya? Mbona kwangu mimi hawaje? Hapana, yani kila mtu ana njia wakati wake. Yes. Kwa hiyo hicho ni kitu kubwa sana cha kuzingatia. Okay. So hopefully mmejifunza by the way katika kitu ambacho tukifanya ni competition. Kwanza utakufa na pressure. Sababu wengine nyota zao ndo zinawakaga moja kwa moja, wengine taratibu. So it's a process. Kikubwa ni kujua unakoenda na kufocus na kujua exactly kitu ambacho unakitaka. By the way, ni fresh sana wewe hapa Joel. Nimeenjoy sana. Lakini hujatuambia kwa nini ulibadilisha. Wewe umebadilisha jina. Kwani sio photogenic mkubwa sasa? Badilisha jina photogenic mkubwa. Chakula nimebadilisha photogenic mtoto. Sio kwa sababu nimekuwa. Pia photogenic wako wengi. Sasa hivi ukisema, photogenic sio jina langu. Photogenic ni msemo ambao upo. Kwa hiyo ni kitu ambacho akinijengi. Nilitumia enzi hizo kwa sababu nilikuwa naendaga location napiga picha jamaa unaonekana photogenic. Kwa sasa ile enzi ishapita. Sasa hivi nataka tu watu wanjue mimi kama mimi, mimi ndo maisha yangu. This Joel Matiku. Ukisema Joel Matiku ni mimi, yani unaweza kuniambia Joel Matiku tukawa 10. Tunaweza tukawa 10 lakini vipo tofauti yani. Kutofautisha na photogenic. Sasa hivi hata ukisearch photogenic kuna photogenic sijui nani, photogenic nani, sijui. Kwa hiyo kitu cha kubadilisha jina sasa ni kuza mimi brand yangu mimi kama mimi, watu wanzoe mimi kama mimi. Na pia nimekuwa mkubwa, sio mtoto tena. Umenipa nini? Na bado naendelea na project yangu ya kulelepa. Project ya kulelepa. Zile content za chakula sisi tutalelepa. Unaenda gym? Unaenda gym? Asante gym. Kwa ni mwili tu mama kukusikia. Mimi mwili wangu ni kama vampire. Mimi hata nile vipi yani. Kilo zangu ni 54 hizo yani. No, sana bwana. Bado nimefurahi sana kuwa hapa. Thank you so much for your time. Tumejifunza vitu vingi. Nafikiri wale ambao pia wanataka kuingia kwenye hii industry ya mambo ya content watakuwa wamepata 1 and 2 za kuwasaidia ama kuwa guide kwenye hii safari. So kwa episode ya leo mimi sina la ziada. Msisahau kusubscribe YouTube channel ambayo ni Story Yangu Podcast. Hizi episodes zinatoka twice a month, yani kila baada ya wiki 2 inatoka episode moja, na unaweza ukashiriki moja kwa moja kutuambia ni mgeni gani ambaye unatamani aje. Selections zetu tunaziona, lakini endeleeni kutuambia nani kwa sababu wageni mnao suggest wanaendelea kuja humu ndani na kutupa stories zao. So unaweza ukatuandikia kwenye YouTube channel ya kwetu kwenye video hii ambayo mnaitazama, ukatuambia ni mgeni gani unamtaka, au Instagram ya kwetu Story Yangu Podcast ama Femina Hip, ukaenda ukatuma DM tu pale kama namtamani mgeni fulani like this and this, nisikie story yake, au mimi nina story yangu ni hii na hii, kwa brief tu ikikidhi vigezo utakuja utaketi hapa alafu utatupa story yako na tutajifunza na tutakusikiliza. Mimi sina la ziada, naitwa Chika, tukutane next episode. Bye. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.